Karibu sana. Tunatumai kwamba uko sawa. Asante sana kwa comments zako. Asante sana kwa kushare video zetu, kusubscribe kwa YouTube channel yangu ikiwa ni Mama Taifa. Karibu mchungaji. Asante sana Channel yako. Asante sana. Bila shaka hii ni Biblia wazi wazi. Unapotuona hapa, mchungaji yuko hapa. Tunashukuru kwa upako ambao Mwenyezi Mungu ameweza kumpatia na mafunzo yake yametubadilisha sana. Ninajua pia wewe umebadilishwa, na kama ndio mara ya kwanza kututazama, wewe tazama tu at the end of the program utaweza kusema wow, na najua kwamba itaweza kukusaidia. Karibu sana. Sasa mchungaji, kuna jambo ambalo nimekuwa nikiwaza kutokana tunayo mazungumzo yetu. Anointing. Sisi tunahitaji kwa Kiswahili upako. Unajua upako. Wengi huwa tunajipata tunazungumza kuhusiana na anointing, wengine anointing oil, wengine huyu yuko anointed, yule hayuko anointed. Sisi tuanzie wapi? Anointing nini? Kwa hivyo tunapoanza kuangalia kwa mfano hili jambo la anointing. Anointing katika, unajua Biblia nini, unapata dictionary ama kamusi ziko na utafsiri wao. Watu wako na utafsiri tofauti na Biblia. Mimi niko na utafsiri wangu wa anointing. Anointing kulingana na mimi is the presence of God at work. Amen. Presence of God at work. Uwepo wa Mungu kazini, ukifanya kazi. Maana kama umenyamaza sio anointing, sio upako. Upako lazima ikuwe in motion, at work. The presence of God at work. Jambo lingine naweza sema kwamba anointing is the voice of an answer, or the voice with an answer. Ni sauti ya Mungu ambayo inajibu. Ni sauti ambayo tayari ina suluhisho katika maisha ya mtu. Inamaanisha, it means God involved in the affair of mankind. God's involvement in the affair of mankind with a solution, not just involvement. Unajua Mungu anaweza kuinvolve na kuacha hivyo. But this is about God's involvement in the affair of man, but with a solution. Kwa njia nyingine tunaweza sema kwamba it is a spiritual atmosphere carrying answers. Ni kama mazingira ya kiroho ambayo imebeba majibu. Na pia tunaweza kusema kwamba is the power of preservation, yani nguvu za ulinzi na kulindwa. Na pia mwisho katika tafsiri wangu naweza nikasema is the result of an active Holy Spirit in a person. Ni ile hali ya Roho Mtakatifu ambayo yuko ndani mwako, ambaye ako katika, yani ako active, sio dormant. Unaweza kuwa naye lakini ako dormant. Yani utendakazi wake unaonekana. Okay. Kwa hivyo hiyo ndio anointing. Naam. Hebu kabla tujaenda sana. Wengi wetu tuna confuse anointing na tuseme mafuta, maji. Vitu kama vile. Sijui pale utaelezeaje. What is not anointing? Anointing unanipata? Kama najichanganya. What is not anointing? Kuna watu ambao wanasikia wanasema kwamba tuko na anointing service. Kwa hivyo hii siku ya upako hii, kwa hivyo kila mtu akuje. Na katika anointing service kuna wengine wameamua kubeba hiyo siku ya kubeba mishumaa. Ndio. Siku ya kubeba, unakuja na chupa yako ya maji, au unapewa maji. Mwingine anakuja na mafuta, unaambiwa kila mtu nunua mafuta yako, ama ukuje utanunua mafuta hapa, kuuzia mafuta. Vifagio, wengine wanapatiwa vitambaa, wengine wanapatiwa vitu mbalimbali. Wengine siku hizo wameanza kupatiwa mpaka pete. Wanapatiwa pete. Na wengine pia wanapatiwa mikufu. Mpaka pete. Na kama pete ni kubwa, ama utaibeba tu hivyo. Sasa sikia nikushangaze. Kuna wengine pia sasa wako na sticker, wanadhania kwamba ni hizi sticker wanaweka kwa magari yatinza kuonyesha tu kanisani yao. Si kanisa sticker. Those are anointing, wanaita anointing gadget. Those are like wanaziita mantles. Wengine vitambaa. Ni kama kwa mfano nimeona kuna watu wengi sana na vitambaa ambazo ziko na bendera ya Israel. Sasa wachungaji unaona wamefunga kwa kichwa na weka hivi watu wanaomba. This ni utoto na ujinga tu. Unajua usipojua muhimu wa kitu, acha nikwambie, kama hujui njia huwezi ukapotea. Kama hujui penye unaenda huwezi ukapotea. Kila njia itakufikisha. Kama hujui penye unaenda, kila njia itakufikisha, huwezi kupotea. Sasa mtu amechukua tu vitu mara hii kitambaa kutoka Israel, amejifunga kuongo. It doesn't mean nothing. What is it na hiyo Israel? Ina nini? Watu wanaamini kwamba Israel kuna upako. The fact is Israel ndio mahali Yesu Kristo alizaliwa. Na Biblia inasema kwamba mtu ambaye anabariki Israel, yeye pia atabarikiwa. So number one way of blessing Israel is to pray for them. Lakini kuna mtu akitajia watu, hiki kitambaa kimetoka Israel, hii mafuta imetoka nayo Israel. Sasa mtu anaamini kwamba yenye imetoka Israel. Even in Israel, kuna beggars kwa street wanaomba. Yes. Even in Israel, I saw beggars wanaomba on the Israel kwa street. Kwa hivyo, the fact that mtu ametoka Israel doesn't mean anything.
So anointing number one, anointing is not anointing oil, it's not in oil. Upako hauko kwa mafuta. Actually ni upako ambao unaweza kuempower mafuta iwe ya nini? Iwe na nguvu. Ni upako wa Roho Mtakatifu ambao unaweza ukaempower mafuta ambao unatumia iwe na nguvu. La sivyo upako, mafuta haina upako. Ama mtu atauliza, na wakati ambapo Daudi alikuwa anakuwa anointed, yes, mbona mafuta yake yalitoka? Sasa sikia nikwambie kitu kimoja ambacho watu hawajaijua. When oil was used, that's why katika Biblia, unaposoma katika Biblia Agano Jipya, the only place anointing inatajwa ni mafuta inatajwa ni mara moja. Kitabu cha James, Biblia inasema kwamba kuna mmoja wetu ni mgonjwa, basi iteni wazee wamuombe, wamwekelee mikono, mpake mafuta na atapona. Yesu, Biblia inasema Yesu, kitabu cha Luke chapter 4, Luka sura 4 kuanzia 14 inasema kwamba Roho Mtakatifu yuko juu yangu na amenitia mafuta. Maana yake kumtia mafuta nini? Amemempower, amemanoint. Haiko inaongea kuhusu liquid oil. Sasa there are a few reasons why anointing oil ilitumika katika Old Testament wakati wa Samueli na Daudi. This is the reason. Wakati huo wa Daudi, mafuta ilikuwa inatumika kama jambo la kusaidia kuchagua. Maana hii mafuta ilikuwa inawekwa kwa pembe. Alafu baada ya kuwekwa kwa pembe wanachukua ngozi ambayo haijakauka, wanaweka juu ya pembe, wanafunga na kamba fulani, alafu wanaweka mahali inakauka. Ikikauka inakuwa kama kifuniko. Kisha baadaye wanatoa hiyo, sasa inabaki hivyo. Sasa ilikuwa Mungu akwambia ndio anoint mtu. Wewe kazi yako iko unamwaga, hapana. Wewe ulikuwa tu unaonyesha pembe juu yake. Kwa hivyo ukionyesha pembe juu yake, yule ambaye Mungu amemchagua, Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anakata hiyo pembe, hiyo ngozi, hiyo ambayo ni kama kifuniko. Akikata mafuta imwagike, inamaanisha Mungu amechagua huyu. Okay. Na ndipo tunasikia Biblia inasema kwamba Samuel alijaribu kumwekelea kijana wa kwanza mafuta, ikakataa. Inamaanisha Mungu hapo amemchagua. Alikuwa anajaribu kuweka, inakataa. Anajaribu kuweka, inakataa. Lakini ukiweka yule ambaye Mungu amemchagua, Mungu mwenyewe na uwezo wake Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anapasua hiyo ngozi kuonyesha kwamba huyu ni Mungu amechagua. That is the meaning. Okay. That's the meaning. Angalia katika Biblia, that's how it used to work. God anointed himself. Biblia inasema kwamba Mungu alimchagua. Biblia inasema kwamba Mungu akamchagua Daudi. Mwenye alienda kumpaka mafuta nani? Ni Samueli. Mungu akamwambia weka mafuta kwa pembe, uende mpaka kwa mtu ambaye nitakuonyesha. Lakini alipofika pale Samueli alidhania kwamba ni huyu Eliab, sijui ni huyu nani. Lakini baadaye alipofikia Daudi ndipo mafuta ikatoka. Kwa hivyo it was a sign whereby Mungu alikuwa mwenyewe anajichagulia, anajipasulia mafuta. Okay. That is why anointing was being used. Number 2, anointing oil ilikuwa inatumika kama preservative in the Old Testament ya kuhifadhi vitu. But the real anointing, nguvu za Mungu katika kazi ziko katika Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani mwako. Ndipo unapata katika nyimbo, unapata kuna nyimbo ambazo ziko anointed, kuna nyimbo ambazo ziko anointed. Sasa sikia, wimbo kuwa anointed hautokani na maneno tu ambayo unaongea. Unatokana na mwenye ameimba. Ndio. Mwenye ameimba kama ako anointed because nguvu za Mungu ziko ndani mwake, basi nyimbo zake ambazo anaziimba pia zinakuwa anointed. Sasa kuna watu wanasema kwamba nakupatia anointing oil. Hii ni mafuta tu. By the way, anointing oil, kutumia anointing oil, unaweza tumia kama mafuta ya mboga. Oh. Yes, unaweza tumia mafuta ya mboga. Unaweza tumia mafuta ya kujipaka. Unaweza tumia mafuta mengine. Si lazima ikue ngumu inamwagika. So what makes hiyo mafuta iwe kama anointing oil ni wakati kuhani anaiombea na anaitumia. Wakati huo inakuwa anointing oil. Ikibaki unaweza ndio kupika nayo chakula na ukakula. Haina chochote. Sasa kuna watu ambao wameharibu kiasi ya kwamba kuna watu ambao wanapatiwa mpaka anointing oil kukunywa. Unaambiwa kunywa. Niliona mahali pengine mtu anasema kwamba deliverance service ametengeneza anointing, ana spray mtu anointing kwa mdomo atumeze. Sasa unajua wakati mtu anameza ni mafuta, mtu anaenda na hara. Mtu akihara anaambiwa kwamba sasa deliverance is taking place. And these are the things happening in the church today. That is not anointing oil. No, that's not anointing. Yes. Anointing is the power of God at work, not the oil. Na kama umepewa na mchungaji wako ameiombea. Tofauti ya wewe hiyo yako ni kwamba hiyo ulipatiwa na apostle kanisani na ile nyingine unapatiwa na kalamansira kwa shrine. All are the same, is witchcraft. What? Yes, they are witchcraft. Do you believe God is in you? Yes. Do you believe you have the power of God with you? Yes. Then why are you believing in a thing? Kulingana na Biblia, only the prophet used to have oil.
Kuna mfalme mmoja ambaye alijaribu kutaka kufanya sadaka mwenyewe, anaitwa Saulo. Akajifanya anatoa sadaka mwenyewe. What happened? Alipata wrath ya Mungu. You don't, anointing oil in fact ilikuwa ikiishi katika hekalu. Sio kwa manyumba zenu, inaishi kwa hekalu, na ni kuhani anaruhusiwa kutumiwa anointing oil over the people. Kwa hivyo leo kama uko na anointing oil kwa nyumba yako, hiyo haifai. Hiyo haifai, it's wrong. Toa utupe. That's a god. Hiyo ni sanamu umejiwekea kwa nyumba. Na kama ni nyumba ya mchungaji? Kama ni nyumba ya mchungaji, umeweka ndani ya kufanya nini? Labda kama umeweka ya kuombea, kuwekelea watu, kuanoint watu. Let me ask you, who told you that if you are not anointed enough to pray for somebody bila mafuta, then sasa ukiweka mafuta inaongeza? Who told you that mafuta sasa inaongeza power? Anointing oil doesn't add power. Honestly, yani hauna power. Sasa unaona kwamba ukijiongeza mafuta ya olive, olive sasa umeongeza, because ni olive. Olive ni mafuta mazuri sana ya kupika. Maana haina cholesterol, haina hizo vitu zingine. Kwa hivyo pika nayo. Sasa hii ujanja wa kujaribu kwa wachungaji, unajua kuna wachungaji pia wanataka kufanya kitu kuonekana so sacred and so holy. Sasa for you to believe in that, na wengi ukiangalia hiyo mafuta baada ya anointing ni mbegu. Sasa ili utoe bila kusikia uchungu fulani, uone kama hii ni upako fulani hivi, inabidi mpaka aweke mafuta kwamba unakupaka mafuta. I've prayed for people have been healed bila kutumia anointing oil. Tunaombeanga watu tukiwa hapa na wako kule mbali na wanapona. What makes them heal is the anointing. Yes, the power. In other words, it is the power that can make oil relevant. The power you possess makes power relevant. But not the other way around. Yeah. No. Oil doesn't make you anointed. It's anointing that makes the oil anointed. Okay. It makes the oil anointed oil. So, it makes the water anointed. Tufanye nini wale ambao tuko na anointing kwa nyumba na kwa magari na kwa ofisi, bloka ya ofisi? Enda utupe hizo vitu na uanze kuabudu Mungu. Utoe hizo vitu. Toa. Okay. Because honestly, kama kwa mfano when you have kama huna anointing oil na unapata shida, what do you normally do? You turn to God, right? But wakati kuna oil kama shida ikitokezea, you turn to oil. So sasa umeanza kuabudu, umeanza kuabudu mafuta. Nimekupata. Yes, exactly. So ni kwa sababu watu wengine hawajui kazi ya mafuta na vile mafuta inafanya kazi. By the way, let me tell you, oil and anointing inakuja in two dimensions. One, spiritual ability. Two, physical power of influence. Influence is an anointing. Na unakumbuka wakati mwingine tuliongea kuhusu levels of glory. Mmoja wapo ilikuwa ambayo inakuja na influence. Inaitwa kabod. Influence. And we are going to talk about that one of the findings of the Biblia waziwazi ili watu waelewe. Kwa hivyo unapata kwamba anointing is a power of influence. People who are not anointed, they use their psychology and ability to influence people. That's why wanaingiza watu woga. Wanaingiza watu woga ili ukija mnatetemeka, mnasimama wote. Because they don't have anointing. Na hata imefanya hata makanisani watu wakati wanaombea watu ni wajanja sana. Mtu anangojea mpaka hakikisha asha kwa nyuma yake. Yesu kumwekelea mkono unaona anaanguka. Lakini akigundua kwamba hakuna asha nyuma yake, hawezi anguka because anajua. People have become mechanical with God. Anointing is the power of God at work in you, with you, for you, through you, and to other people. Hebu niulize kabla hatujamaliza hii session, Naam. Mtu ambaye hajaokoka, naam, anaweza kuwa na anointing? Kama uko na, yes, unaweza kuwa na anointing, but anointing ya kimapepo. Ni kwa sababu anointing ya Mungu inakaa na watu wa Mungu. Lakini kama hujaokoka, because kuna watu huwezi kuwa peke yako. Either you are anointed by the devil or you are anointed by God. Hawezi kuwa bila. And because unaona kuna watu ambao wako anointed na the devil. Akisema kwa barabarani magari zinaanguka, zinapata ajali. Akiingia kwa chama kinaanguka. Akiingia kwa ndoa inavunjika. They are anointed by the devil. So if you don't have the anointing of God, you have the anointing of the devil. Sasa muhimu ujiulize anointing yako ni gani? Yako ni ya Mungu ama ni ya shetani? Tuonane baadaye.